Asanti kwa siku ya leo. Tumefika tena kuendelea na somo letu kama ambavyo tulikuwa tumeanza wakati uliopita. Tumekuwa tukijifunza juu ya discipleship na leo tuko sura ya sehemu ya 11 ya discipleship, na nafikiri hii ndiyo pengine Mungu akipenda tutakuwa ni ya kukamilisha. Kwa hivyo wapenzi, nina furaha nikiwa mbele yenu. Sisi ni Rehoboth Harvest Ministry hapa Allentown, Pennsylvania katika United States, katika Rehoboth Harvest Ministry ambako tunashughulika na kulihubiri neno la Bwana. Tumekuwa tukijifunza juu ya mafunzo ya discipleship, yaani kuwa wafuasi wa Kristo. Na wakati tumekuwa katika hali hiyo, tumejifunza mambo mengi ambayo yanatutayarisha ili tuweze kukaa katika utukufu huu na kuweza kulihubiri neno. Na tumefunzwa mambo mazuri. Biblia ni nini, ilianza namna gani, na ni lazima tufuate neno la Mungu na ambavyo iliandikwa kwa Kiebrania, na vile vile Agano Jipya ikaandikwa kwa Kiyunani. Kwa hivyo siku ya leo wapenzi, tunaangazia juu jihadhari sana na Biblia zingine, kama vile ambavyo kuna mifano tofauti ambaye imetafsiriwa upya, tunaita editions kwa Kiingereza, kama vile RSV na vile vile NASB na zinginezo nyingi. Wakati umesoma utaweza kuelewa vizuri tofauti iliyopo wakati unapojifunza. Kwa hivyo wapenzi, kwa siku ya leo, hebu tuendelee tuone, je, tunahitaji Biblia? Hilo ni swali ambalo tunatakiwa kujiuliza kila wakati tunajifunza neno la Mungu. Tunajiuliza, je, tunahitaji Biblia? Kwa hivyo wapenzi, tunaona ya kwamba Biblia ni chakula chetu cha kiroho. Wakati unasoma Biblia, hiyo ni chakula chetu cha kiroho, kwa sababu katika chakula cha mwili utaona tunakula vyakula vile vya kawaida, lakini wakati tunakuja kwa neno la Mungu tunakula, hiyo ni chakula ya kiroho, ili mtu wa ndani aweze kukaa akiwa na afya. Kwa hivyo tukiangalia neno, tukiliangazia katika waraka wa kwanza wa Petro 2 mstari wa 2, inatuambia ya kwamba kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyochoshiwa, ili kwa hayo mpate kukua katika wokovu. Kwa hivyo wapenzi, tunaambiwa ya kwamba wakati ambapo tunajifunza Biblia hapo mwanzoni, sisi ni watoto katika ulimwengu wa kiroho, na tunaambiwa ya kwamba ni vizuri tuwe na tamaa ya kunywa yale maziwa ya kiroho yasiyochanganywa na kitu chochote, ambayo kama si maziwa lala, yaani yasiyochoshiwa, ili tuweze kupata chakula kizuri cha kiroho na tuweze kudumu katika wokovu. Kwa hivyo wakati tunasoma neno la Mungu na wakati tunaenda kufunzwa katika makanisa yetu ama mahali ambapo tunaenda katika ushirika, ni vizuri tusikize kwa makini, tujue kabisa kama neno hili linaambatana na maandiko katika Biblia vile tunavyofunzwa, na vile vile kama Roho Mtakatifu amehusika, ili inakuwa inahuisha roho zetu na tunasikia tuna upendo zaidi wa kuweza kuyanywa haya maziwa ya kiakili ama maziwa ya kiroho. Kwa hivyo ni muhimu sana mahali ambapo unapoenda ama unaposhiriki na unaenda unakuwa, yaani hata ukitoka huko ni kama jangwa, hakuna kitu unasikia kinakusaidia, na wakati mwingine unasikia hata hakuna kitu umesikia. Mahali pale lazima ufikirie mara ya pili, kwa sababu hiyo ni kuonyesha mtu wako wa ndani hapati chakula cha kutosha. Kwa hivyo wapenzi, siku ya leo uangalie tena juu katika neno linalopatikana katika Mathayo 4 mstari wa 4. Tunaambiwa ya kwamba naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Wakati unaangalia maandiko haya matakatifu ambayo Yesu aliweza kuongea na yule mwovu Shetani pale mlimani alipokuwa amejifunga ama alipokuwa ameenda katika maombi, utaona ya kwamba anamwambia imeandikwa ya kwamba mtu hataishi tu kwa chakula ambacho ni nini? Ni mkate ambao tunaona na macho yetu. Hiyo haitaweza kukufanya uishi vizuri, lakini ni kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Yaani neno, mtu wa kindani akiweza kukonda akose afya, basi mwili ambao unahitaji mkate wa nje
hauwezi kuishi. Ni lazima utafariki, ama roho ataondoka aende kule, roho urudi kwa mwenyewe aliyeipeana. Kwa hivyo wapenzi, ni muhimu vile unavyopenda kula chakula, ni muhimu tena ujue uendelee kula chakula cha kiroho, ili wakati unakula chakula cha kiroho tunasema huo ndio uhai, huo ndio uhai. Na wakati uhai ndani yako una afya, basi hata kuishi katika mwili utaishi. Kwa hivyo watu wengi unaona, wakati ambapo hawali chakula ya kiroho, huwa wanaishi kwa maisha magumu sana, maisha na mazingira yasiyofaa, na kutenda mambo mengi, na unaona mwisho wake inatokea ya kwamba hawa watu wanakufa na hawawezi kuishi muda mrefu, kwa sababu hata mwili wao unakosa afya, kwa sababu roho aliye ndani tayari haishi, anaishi kwa kufinyiliwa na hapati chakula chake. Kwa hivyo afya yake inadhoofika, na mara moja anaondoka katika mwili huo ambao hauna nafasi ya kuiweka hiyo roho ndani yake. Kwa hivyo wapenzi, ni muhimu sana kulisoma neno la Mungu na kuweza kudumu katika uungu na kulitafuta kwa wingi. Uwe na njaa, uwe na kiu cha kuyanywa yale maziwa, ili uweze kuendelea na utoke. Wakati utakuwa unatoka katika hatua hiyo ya maziwa, na unaweza kula chakula cha kiroho, na chakula cha kiroho itafika mahali hata unatafuna mifupa ya kiroho. Kwa hivyo wapenzi, ni muhimu sana kuwa unalisoma neno la Mungu, na ukumbuke ya kwamba ati mtu haishi kwa ule mkate unaoishi, yaani ule mkate wa kawaida, chakula ambacho ni cha mwili, lakini tunahitaji chakula cha kiroho, yaani ni neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hivyo wapenzi, utaona ya kwamba katika Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 2 mpaka wa 3, unaona Paulo anaongea na kanisa hili la Korintho, na kanisa hili lilikuwa limekuwa vizuri sana, kwa sababu lilikuwa na watu wengi. Ukiona Paulo amerudi huko mara 2, na kwa hivyo ni kuonyeshana washirika wa huko walikuwa na shida, ndio walikuwa na mambo mengi wanafanya yasiyo mazuri, walikuwa na imani zingine, ili kabisa waweze kunyweshwa haya maziwa vizuri, ili mlazimu Paulo kwenda kila wakati na kuwafunza hawa watu neno la Mungu. Na utaona ya kwamba, na nawaambia ya kwamba niliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula. Yaani wakati ambapo nilianza kuwafunza neno la Mungu, niliwapa maziwa. Maziwa huwa ni laini, unameza tu, hakuna kutafuna. Yaani hilo neno linaingia tu, linaingia polepole. Na ndio tunafunzwa wapenzi, maziwa ya kiroho ni wakati tunaingia katika kufunzwa mambo ya Yesu Kristo, vile alivyokuja, vile alifunza watu, yaani injili. Naye hii injili alipofunza watu, watu wakaanza kuokoka. Walipookoka akaweza kuwapa maziwa ya kiroho, kuwafundisha katika parables tofauti tofauti. Hayo ni maziwa, mpaka watu wakaendelea wakikua. Unaona hata wafuasi wa Yesu wakati wa maziwa walikuwa hawajakuwa kabisa. Unaona hata mtu kama Petro anachukua upanga anakata mtu, kwa sababu bado kuna sehemu fulani hajakuwa ya kiroho. Na wengine ambao walikuwa wanashindana, kina Andrew, na wengine wakati wanatembea wanasema huyu ananiweka mwereka, wakati tunaenda saa yote anatakiwa nimsamehe mara ngapi. Unaona hizo matabia, walikuwa bado ni watoto wa kiroho. Na wakati walikuwa katika kiwango hicho, Yesu alienda akiwafunza na wakinywa maziwa yale, mpaka ikafika wakati, hata wakati anaenda kusulubiwa, wengi wametoroka, wamemwacha peke yake na maaskari, na hata yule kijana anaitwa Yohana alikimbia na akaacha nguo yake. Kwa hivyo wapenzi, unaona Petro anapobaki anamkana mara 3. Kwa hivyo unaona walikuwa hawajakuwa, lakini walikuwa watoto wa kiroho, kwa sababu walikuwa na tamaa ya hiyo neno. Hata wakati alisulubiwa hawakuacha kuihubiri injili, waliendelea kuangalia alikuwa anasema nini, alikuwa anatufundisha nini, tulikuwa namna gani, ili wapate nguvu. Ndipo walipewa nguvu za Roho Mtakatifu ili wawe na ujasiri, na kuanzia hapo wakaanza kufunzwa mambo ya ndani ya kiroho, wakaanza kula chakula ambacho ni cha kiroho wakisaidiwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wapenzi, sasa wakati tunalishwa chakula ni wakati tumekuwa kiasi, na tunaanza kuona sio sisi tunaoishi, mbali Kristo aliye ndani yetu. Na tukifika kiwango hicho, tunajitolea muhanga ili kwa sababu ya kazi ya Mungu, na tunajibidiisha sana ili tuweze kuwafikia wale ambao hawajajua ama hawajasikia injili. Kwa hivyo wapenzi, na kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza na
Yani mlikuwa hamungeweza kula chakula wakati mtoto anakula maziwa, wakati anafunzwa juu ya Injili, wakati tunaenda kurusedi za nje, tunaleta hawa katika wokovu, na tukiwaleta ni sharti, ni muhimu tuwafundishe neno la Mungu kwa upolepole, kumweleza juu ya Yesu kama vile nimeeleza hapo mbeleni. Na basi naam, hata sasa hamkiwezi. Kuna watu hata wakati huu ambao wamekaa katika makanisa tofauti, lakini hawajawahi kula chakula cha kiroho, yaani chakula kile ambacho ni kigumu katika maandiko ya Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu walimu wanaowafunza wenyewe hawakufunzwa vizuri, ama hawakuweza kujifunza na kutafuta kulijua neno la Mungu kwa undani baada ya kunywa yale maziwa. Kwa hivyo unaona, bado tuna watoto wa kiroho, lakini wanatenda mambo ya mwili katika kanisa za watu wa Mungu. Kwa hivyo wapenzi, ndipo Paulo anawaambia kanisa la Korintho ya kwamba wakati ambapo wamefikia, namu walikuwa sasa, anapowaendea katika hii waraka wa kwanza, walikuwa hawakiwezi sana, hawawezi kula chakula kwa sababu bado walihitaji chakula cha kiroho. Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu alikuta wana tabia zingine wanafanya, bado hawajajua mambo ya wokovu, na kuacha mambo ya kitamaduni yasiyohitajika, na mambo mabaya, na mambo ya tabia mbaya ambazo hazikupendeza katika maandiko ya Mungu, tabia za kuzozana, tabia kama vile unaona wakienda madhabahuni kula meza ya Bwana, tunaona wengine walienda mapema wakara wakamalizia, wengine wakaachia wale wasio na uwezo, maskini wa hali ya chini, wanakuta mabaki, na wengine walienda wakatumia divai ya kanisa wakakunywa mpaka wakalewa kabisa. Mambo haya ndiyo Paulo anaongea naye, anasema bado hawaja kula chakula cha kiroho wakatosheka, yani hawajabare, hawajakuwa wazima. Kwa hivyo, kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia za mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, si watu wavumilivu nyinyi? Tena mwaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Unaona, walikuwa na mambo walikuwa wakitenda. Kwa hivyo wakati unaona mtu mwokovu, hata ni vibaya sana kumchagua mtu mwokovu tu kumweka katika uongozi kama haujaangalia umuone vizuri kama anaweza. Hata akiingia unampeleka polepole aweze kusimama imara. Kwa hivyo walikuwa na usuda, mambo ya kusengenyana, mambo ya kuoneana wivu, walikuwa ni watu wenye fitina na wameokoka. Hii mambo ilikuwa kanisani, haikuwa nje kwa watu wa mataifa. Kwa hivyo wakati tunafunza mambo hii ya discipleship, si haifunzwi watu wa nje, inafunzwa watu tayari ambao wameokoka na wamekuja kanisani, wamekaa ndani wakiwa washiriki na wakiwa wameokoka. Kwa hivyo ndio hawa wanakaa na fitina na mambo mengine na husuda, yani hawajaacha mambo ya kimwili, bado wanafanya, na pengine hata tabia zingine, wengine uvutaji wa sigara, wengine unywaji wa pombe, wengine uzizi. Unasikia alipatikana hivi, hata makanisa mengine yanaingia katika uzizi, na mengine yanafanya mambo ya aibu sana katika madhabahu. Kwa hivyo watu kama hao na makanisa hayo, unaona watu wakifanya mambo hayo ya kiaibu katika madhabahu na mambo mengine, ujue hawa wote hawajakuwa katika kiroho, bado hawajakuwa. Hata wachungaji wao nimeona wengine wanaosha wamama pale kanisani, wanasema ni utakatifu. Wengine wanafanya mambo ya ajabu. Wengine niliona hata wazee wanatoa nguo zao wanapigwa huku nyuma na mchungaji wao. Mambo machafu yanatendeka katika madhabahu. Kwa nini? Kwa sababu wale watoto waliokunywa maziwa waliokoka tu na wakakaa pale kwa maziwa, mchungaji hajui chochote, hawa hawajui chochote, vile mchungaji anawaambia ndivyo wanafanya, na unawakuta bado wanafanya mambo ya kimwili, mambo ambayo haimpendezi Mungu kabisa. Hao hakuna bingu wanaenda, hawa ni hapa, kwa sababu mwili hauwezi kukufikisha popote. Kwa hivyo wapenzi, tuwe na tamaa, tuwe na kiu ya kulitafuta neno la Mungu na kuweza kulijua kwa undani zaidi, ili tuweze kukombolewa, hata tuweze kutawala miili yetu na dhamiri zetu na vile vile nafsi zetu. Kwa maana ukiangalia neno katika kitabu cha Waibrania 5:12 na 13, utaona tunaambiwa ya kwamba kwa maana iwapasavyo kuwa walimu, yaani maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu.
Yaani hasa kitabu hiki ambacho tunakiita cha Kiebrania, hiki kiliandikwa na walimu tofauti tofauti ambao hata wengi wao hawajulikani ni akina nani, lakini anatuambia ya kwamba wakati unaokoka inahitaji tufundishwe. Hata wakati ulienda darasani, wewe unayenisikiza, kama ulienda shule ama uko katika baraza la wazee ama mahali pengine, ukienda huwa lazima unafundishwa, hapa tunafanya namna hii, hapa tunaendelea namna hii. Na vile vile mwanafunzi naye shuleni huanza pale katika darasa la kwanza, anaenda akifunzwa polepole mpaka ataingia katika, amalize madarasa yote 8 na aweze kuingia katika vidato, na hapo anaendelea vizuri. Kwa hivyo mafunzo ni lazima katika nyumba ya Mungu, ili watu waende wakiweza kufikua watu wazima na kuweza kuelewa nini Mungu anataka, kwa sababu tunaenda tukijifunza siku baada ya siku katika utukufu wa Kristo, na hivyo ndio tunafika mahali ambapo tunakuwa watu wazima ambao ni katika kiroho, tunasema kwa Kiingereza maturity. Kwa hivyo inachukua muda, lakini hata isipochukua muda inahitaji mwalimu mzuri ambaye anaelewa, naye vile vile alifunzwa na pia akawa amejazwa na Roho wa Bwana, ili aweze kuwa na fasiri ya neno hili, ili watu waweze kulielewa vizuri, nao wakawafunzi wengine. Kwa maana kila mtu atumiwae maziwa hajui sana neno la haki, kwa maana ni mtoto mchanga. Wakati wote, hata mtoto wako uliyemzaa wewe, uliye na mtoto, wakati anakunywa maziwa hauwezi kumpa chakula kigumu. Kuna mambo mengi hajui, hata lugha anaanza kuongea tata, teti, totu, mambo kama hayo anafunzwa na mama hatua kwa hatua. Ndivyo hivyo hata katika neno la Mungu tunafunzwa hatua kwa hatua, na mtoto anayekunywa maziwa hawezi kuwa anaelewa neno la haki, hawezi elewa undani wa neno la haki katika neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu yeye angali ni mtoto mchanga, na mtoto mchanga lazima tuendelee kumfunza ili aende akikua hatua kwa hatua. Na hivyo ndivyo Ukristo ulivyo. Sisi tukiwa wafuasi wa Kristo, na sisemi wafuasi wa sanamu, sisemi wafuasi wa miungu mingine ambaye hamjui ilitoka wapi, sisemi mambo ya miungu ambaye ni tofauti sana kama ile mnaita sijui kina Zias, kina nani, majina mengi ya Ashtarothi, Bali na zingine. Hapana, nasema juu ya Mungu wetu ambaye ni Roho, ambaye Yesu alituambia anawatafuta wale watakao muabudu katika roho na ukweli. Kwa hivyo wapenzi, hiyo ni kusema nini? Mungu ni roho, na usichanganye uanze kuweka masanamu kwako, hauwezi kukua, utakaa tu ukiwa mtoto wa kiroho. Wale unaona wakiabudu mawe na vitu kama hizo na picha za wazungu nyumbani mwao wameweka ukutani, wanaziita ni Yesu. Hamna. Kwa sababu wapenzi, wacheni niwaambie historia kidogo tu. Mambo ya Yesu kuchorwa na mengine, na wale wazungu waliitwa kina Michelangelo na wengine, ilichorwa miaka ya 16th century, na hiyo ni miaka 1600 baada ya Yesu kuzaliwa na kuangikwa msalabani. Miaka mingi sana, na kulikuwa na mabadiliko mengi sana ya dini miaka hiyo. Hata unakumbuka watu kama kina Emperor Constantine na kina Claudia na wengine waliweza kuleta mabadiliko, na wengine kama kina Nero pale mwanzoni waliua watu wa Mungu kwa wingi sana. Na vile vile unakumbuka hekalu ilichomwa mwaka wa 70, vitu vingi vikaharibika. Mambo haya lazima uweke maanani. Na wakati wanakuja kutuchorea picha na kina Peter Newton, wakati wanachora hizi mapicha sijui John Newton sijui nani, wakati wanatuchorea hizo mapicha wanatuambia Yesu ana mandevu, yeye ni mweupe. Mambo hayo angalia sana. Mungu ni roho, usije ukapotea na hizo vitu ukaanza kuziabudu, kwa sababu hizo ni ibada za sanamu. Na kwa hivyo wapenzi, tusimamie pale na mafunzo haya. Najua wengine yatawadhuru. Na ukienda makanisa mengi ambayo yamejengwa, majengo ambayo yamejengwa mengi na dini nyingi ambazo zilikuwa Protestant kutoka kwa Katoliki, na vile vile Lutheran kutoka katika Katoliki nyakati za Martin Luther miaka ya 1400 huko, utaona ya kwamba kuna sanamu zingine hauelewi ni nini. Kama sisi tulio katika nchi hizi za ng'ambo za uzunguni, tunaenda katika majengo mengine ya makanisa ambayo yalijengwa na Freestone, yani Freestone ndio waliitwa Freemason miaka ya nyuma, lakini mbele waliitwa Freestone miaka ya nyuma kabisa. Kwa hivyo wapenzi, wakati unakuta sanamu hizo za kila aina ziko katika madhabahu, zimejengwa katika ukuta wa makanisa, ukiangalia mambo haya uangalie sana. Na unaweza kumbuka kanisa moja liliweza kuharibika ama kuchomeka kule katika
nchi ya Faransa miaka kadhaa iliyopita, uliona vile lilijengwa kwa haraka sana, kwa haraka sana, si vile kama Wakristo hujenga makanisa yao. Kwa hivyo wapenzi, ninakuambia nini? Jihadhari sana, mchanganyiko, kwa sababu unajua mambo mengi watu hawapendi kusikia, lakini nakuambia ya kwamba utakaa katika maziwa kwa sababu hautaki kujua. Unajua wakuu Grand Masters ambao wanasimamia Freemason, hao ndio wanasimamia dini nyingi za Pentekoste. Kwa hivyo utaona ya kwamba mkuu wa kanisa kubwa la CPK ni Anglican Church ni nani? Ni King Charles ambaye sasa alichukua mamlaka kutoka kwa mamake Queen Elizabeth. Kwa hivyo yeye ndiye anasimamia hiyo na ndiyo mkuu wa Freemason. Na utaona hata wakati Queen Elizabeth alikufa, nyinyi muangalia na machunguzi, utaona wakati anapelekwa na wakati huyu ndugu anaenda kuwekwa mamlaka, Charles, palikuwa na mbuzi ambaye wanaenda pamoja na inaenda. Mambo haya muangalie kwa mageni, sitaki kuwafunza, lakini mtumie akili, kwa sababu mkiwa watoto wa kiroho hamwezi kufahamu, lakini mkiwa watu ambao wamekuwa, basi mtafahamu mambo haya. Mkiyaona tu mtafahamu mara moja, hapa kuna tofauti kiasi. Basi sikiliza mashauri. Neno la Mungu linaendelea kutuambia ya kwamba tuondoke kuwa watoto, na katika kitabu cha Methali 19 mstari wa 20 tunaambiwa ya kwamba sikiliza mashauri, ukapokee mafundisho, upate kuwa na hekima siku zote zako za mwisho. Kwa hivyo ni vizuri kuwa mtu unayesikiza. Ni vizuri mtu ambaye anataka kufundishwa, kwa sababu hatujui chochote. Hata mimi mwenyewe ninayewafunza ninafundishwa, ninaenda kwa vitabu, ninasoma vitabu vingi, kukiwa na mikutano ninaenda ninasikiliza wale ambao walikuwa mbele yangu, nasikiza wanafundisha nini, naangalia, nasikiza, nikiona hiyo kweli inaambatana na neno la Mungu, ninaandika notes zangu na ninaenda ninaangalia maandiko ya Mungu vizuri. Kama watu wa Berea, ninaona kweli hapa kuna jambo, huyu mtu alikuwa na Roho Mtakatifu. Kulikuwa na wengi hawa, kulikuwa na kina Catherine Kuhlman, kulikuwa na Wigglesworth, hawa wote walikuwepo na wengi tu, na hawa walifunza neno la Mungu kwa undani. Kwa hivyo wapenzi, kwa sababu walitembea katika roho, na kina John na wengine, basi sitaki kueleza yote, lakini nakuambia acha kuwa mtoto wa kiroho, anza kujua ya kwamba Mungu ni nani na neno la Mungu linasema namna gani, ili uweze kukua na kuwa unakula chakula cha kiroho, uondoke katika sehemu ya maziwa. Yesu alikuja akasulubiwa, akafundisha na akafa na akazikwa na akafufuka. Hiyo ndiyo maziwa ya kiroho. Lakini sasa ukianza kuingia ndani, Mungu anaanza kukufunza jinsi ya kuishi na jinsi ya kufaulu na jinsi ya kuweza kuishi katika ufalme wa Mungu, yani kingdom of God, na unaanza kuwa mwana wa Mungu. Kwa hivyo ukiangalia katika Yeremia 15 mstari wa 16 inasema, maneno yake yalionekana nami nikayala. Yani aliona maneno ya Mungu huyu Yeremia, na akayala, akayakula, akakula, akaweka ndani. Na Ezekieli vile vile anaongea juu ya hiyo, ati ya kwamba alisikia hii neno wakati analikula ni kama asali tamu. Na mimi vile vile nakuambia hivyo, wakati nilianza kulielewa neno la Mungu, kila wakati nikisoma nasikia ni kama asali, nasikia ni kama si kusoma mara tena, sasa ni kurudia. Sasa nasikia kila wakati neno la Mungu ni tamu. Kama hujafika kiwango hicho, inahitaji uite Mungu akwambie, akusaidie ili upige hatua, uondoke katika utoto, uanze kusikia utamu wa chakula wa neno la Mungu. Kwa hivyo wakati Yeremia alisikia hili neno, unakumbuka aliongeleshwa akiwa kijana mdogo, na alikuwa nakataa, anasema mimi siwezi, mimi bado ni mdogo, lakini Mungu akasema hata muongoza. Soma Yeremia 1. Unaona ya kwamba huyu Yeremia alipolijua tu, alipolikula kidogo, aliona ya kwamba ni tamu. Hili neno ni tamu. Kumbuka aliweza kutupwa mpaka shimo la maji, aliweza kutupwa kila mahali, aliweza kuteswa mahali alikuwa akitolewa na wenzake, aliweza kuteseka sana kwa hili neno. Lakini mwisho wa neno alilokuwa natumika ili kueleza Waisraeli nyakati zile lilikuja kutimia, kwa sababu alisimama na hilo neno. Na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu. Yani anamwambia Mungu, anaongea na Mungu, anamwambia maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu. Na hivyo ndiyo anakuambia Mkristo mpenzi unayenisikiza sasa, maneno ya Mungu lazima yawe ni furaha kwako, yasiwe ni maneno ambaye
unajifunza na unasikia uchungu. Sasa hii inatuelekeza wapi? Na ndio kumekuja na walimu wengi watakuambia, hey, Biblia ni uongo, hey, Biblia ni mchezo uliochezwa kama vile inachezwa mingine katika hall zile ambazo watu wanaenda kuona. Mambo mengi watakuambia tu, lakini nakuambia mimi najua uhakika ya kwamba hili ni neno la Mungu, na ukilishika na uende hatua kwa hatua, litabadilisha maisha yako kabisa, kwa sababu imebadilisha maisha yangu na ninakaa kwa furaha. Yalikuwa maneno yake yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu. Wakati neno hili linaingia, hauoni mambo mengine makubwa, mambo yote unaona ni mazuri, mambo yote yanatosheleza, kwa sababu Kristo akiwa ndani yako, ni nani tena anaweza kukubadilisha? Maana nimeitwa kwa jina lako, Bwana Mungu mkuu wa majeshi. Kwa sababu wakati umeitwa na Mungu, umeitwa kwa jina lake, na yeye ndiye Mungu mkuu wa majeshi. Na basi akiwa Mungu mkuu wa majeshi, ni jeshi gani inaweza kumweza? Majeshi yote yako chini yake. Na unajua ni majeshi gani anaongea yote? Majeshi ya kirohoni, ya malaika, na wale malaika walioasi waofu na shetani. Huyu ndio mwanajeshi mkuu anayeongoza, tunaita Michael, ambaye anapigana na majeshi yote, mapepo yote anayaweka chini ya mamlaka yako. Ndio ametuambia ya kwamba ametupa mamlaka ya kuweza nini? Kupigana, kwa sababu yeye ndiye mkuu wetu, yeye ndiye mkuu wa jeshi na sisi ni maaskari wake. Na ndipo ukasikia mwimbaji aliimba akasema yeye ni askari wa Bwana. Kwa hivyo wapenzi, muangalie mambo haya kwa muhimu sana na uweze kuyazingatia, kwa sababu hata wale wakale walizingatia, walifaulu. Nasi wale ambao hawajazingatia neno la Mungu hata nyakati hizi wanapitia hali ngumu sana. Kwa hivyo wapenzi, tukiangalia Waebrania 4 mstari wa 12 utaona, maana neno la Mungu ni hai. Neno la Mungu liko hai, halijakufa. Neno la Mungu ni hai. Na sijui ni kueleza namna gani. Unajua neno la Mungu linatuambia neno la Mungu litaishi milele, halitakwisha, litakaa na sisi milele. Hiyo ni kusema nini? Neno hilo linatoka ndani ya vilindi vya roho. Neno hilo ndio linatoka, linaenda linaumba. Ukisema chupa, unaona chupa itafanyika, kwa sababu Mungu atakupa mafikira ya kuweza kutengeneza hiyo kitu. Hiyo neno inaishi milele, na ndio tunaambiwa neno la Mungu liko hai, likitoka linatenda, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote wakatao kuwili, la choma hata kugawanya nafsi na roho na viungo na mifupa iliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa hivyo neno la Mungu likitoka lina nguvu. Linatokaga wapi? Ndani yako. Kwa sababu kumbuka mpenzi, koja tu nikufunulie, nataka uingie katika roho, uangalie wakati Maria anaambiwa atapata mwana ambaye ataitwa Yesu. Ukiangalia vizuri, malaika alimwambia nini? Patatoka neno la Mungu na atazaliwa mwana na ataitwa Yesu. Kwa hivyo wapenzi, neno hili lilitamkwa mara ya kwanza na yule malaika na likaanza kufanya kazi. Yeye ndiye alileta jina la Yesu, yeye ndiye alisema neno litakuja na atakuwa mjamzito, na hapo maneno hayo yaliyonenwa kutoka kinywa cha Bwana kama ametumana, mara moja yakaanza kufanya kazi ndani ya Maria, naye mara moja akawa mjamzito, na mara moja akaanza kujua yeye ni mjamzito. Na Yusufu akaanza kuelezwa, sasa usimtupe, kwa sababu alikuwa tayari yataka kumuoa, lakini alikuwa anaogopa kwa sababu tayari ujauzito unaonekana. Mambo haya ni neno kwanza lililoanza ule ujauzito wa Maria. Kwa hivyo mambo haya nataka uingie ndani, na ndio nawaambia muache kuwa watoto wa kiroho, muanze kuingia. Na ukiangalia katika Waefeso, kwa sababu tumeambiwa hapo neno hili linagawanya nafsi na roho, linatofautisha the soul and the spirit, yaani nafsi na roho, na vile vile linatenganisha na mwili, vile vile linatenganisha, yaani linapita pale kwa ukali wake, linaweza kuseparate, na vile vile linaondoa nini? Mafuta na mifupa na viungo ndani ya mwili, the tissues zinaseparatiwa na mafuta na mambo mengine, unaona, zinaachana. Lakini wakati ziko pamoja, kila moja inategemea nyingine, lakini wakati neno linakuja linaondoa hiyo, linakuwa tofauti na litatofautisha. Bwana anapokea mafuta na mambo mengine. Kwa hivyo wapenzi, elewa nguvu za neno, na ndio ametumia jina
ati hata likiwa hai lina nguvu, ambayo nguvu ni kuweza kuleta mabadiliko. Katika kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 17 tunaambiwa tena, ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Chepeo, ngao, uweze kujikinga, na vile vile uweze kuwa na nini, na upanga wa Roho. Roho yako iweze inatoka mambo katika vilindi likiwa na nguvu na kuweza kutenda kazi, ambalo neno linatoka ndani yako, linakuwa neno hilo limetoka kwa Mungu, kwa sababu Mungu anakaa mahali palipo safi, na maneno yatakayotoka ndani yako ndiyo yataanza kuumba. Lakini ukiwa na uchafu ndani yako na wewe hujatakasika, basi hata maneno itakayotoka pale ni ya uchafu na kuwatusi watu na husuda na fitina, na hayawezi kutenda mambo ile inatenda ni ghasia na vita na kuuana na kudharauliana, kwa sababu visima ni viwili, kisima cha uzima na kisima cha kifo. Kwa hivyo wapenzi, ikiwa kisima chako ni cha kifo, yaani roho yako ina mambo ya kifo tu, fitina, husuda, wivu, chukia, uzinzi, nini, mambo hayo yote yatakupeleka katika kifo. Hayo yote ni ya kumaliza. Lakini mambo ya Mungu ya uhai, ambayo iko hai, hayo yanaleta uzima na uzima wa milele. Kwa hivyo neno katika Zaburi 119 mstari wa 11 inasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Maneno hayo yaliandikwa na mfalme Daudi, wakati ambapo, unajua, Daudi alikuwa sijui niseme nini, alikuwa ni mzee. Wakati mwingine anaingia katika utu, yaani kibinadamu. Wakati mwingine unajua anatamani ule mama Sheba, na anafanya mambo kama watu wengine vile wanafanya, lakini alijua kukimbia kwa Mungu na kutubu sana. Aliishi katika maisha ya kutubu. Aliweza kwenda vitani na kuua watu. Aliweza vile vile tangu utotoni mwake alianza kuua dubu na wanyama wengine wakati anachunga kondoo. Hata akafikia kumuua Goliathi. Kwa hivyo ndio Mungu anasema alikuwa na damu nyingi, hangeweza kujenga hekalu. Na vile vile ukumbuke hata alienda kwa mfalme Akishi wakati alikuwa anafuatwa na Saulo, na kwenda huko alidanganya, akaanza kujifanya ni mwenda wazimu, anatema mada inatoka parr, mpaka mfalme Akishi anasema, huyu mwenda wazimu mnaniletea na nini? Na ni Daudi akapata nafasi ya kuingia huko. Wakati mwingine tunafanya mambo, lakini uungu uliokuwa ndani yake anasema nini? Neno la Mungu, neno lako nililiweka neno lako ndani. Aliliweka katika vilindi vya roho yake, ati asije akatenda dhambi. Hata alipoingia katika majaribu, alikuwa ni mwepesi wa kutubu, na alikuwa na upendo sana Daudi. Kumbuka wakati kijana yake anamgeuza serikali na anatenda yale maovu juu ya nyumba yake na wale wanawake aliokuwa ameweka, basi mazuria zake, Daudi bado alisamehe, na aliposikia amekufa alilia sana. Kwa hivyo alikuwa na huruma, na wakati mwingi Daudi alikuwa anasamehe watu, na alikuwa hana hasira hizo sana, lakini alifanya vile Mungu alivyomweleza. Na wakati fulani akahesabu watu, mnajua kilichotendeka. Alisema afadhali akae mikononi mwa Mungu, ili Mungu akimuadhibu, kwa sababu ana huruma nyingi. Hivyo ndivyo ilivyo. Ukiwa na wingi wa neno, wewe maisha yako yote utaachilia kwa Mungu, na hautakuwa na uoga wowote, kwa sababu unajua aliyekuumba tu ndiye ana mamlaka ya kuondoa uhai wako. Kwa nini? Kwa sababu umekuwa mtu ambaye amekula chakula cha kiroho. Ukiangalia katika hiyo Zaburi 119 mstari wa 105, unaona anasema nini Daudi? Anasema neno lako ni taa. Neno lako ni taa, yani ni mwangaza, ndio linaniangazia mambo ninayotaka kufanya. Ninasoma katika Biblia, ninasema mambo haya nataka kufanya, Baba, ni mazuri. Basi nikisoma neno napata ufunuo, ama Mungu ananitumia nabii ambao ni wa kweli. Wacha hawa warofa. Hapana, nabii wa kweli anakuja na ujumbe. Kuna wakati ambapo nilikuwa nasumbuka sana mimi mwenyewe nikiwa kule nyumbani Afrika, na wakati huo nilikuwa katika shida tofauti kwa upande wa kula na nini, sikuwa na uwezo sana, lakini nikawa ninataka nipate makao, mahali pa kukaa na familia yangu, sababu nililemewa sana na mambo ya kulipa rent na mengine, na mambo haya yakawa magumu sana. Lakini nilikuwa na kaploti mahali fulani, na wakati nilienda kujaribu kujenga hiyo ploti, nikatafuta miti
ya msituni, kujaribu tu niweke kitu hapo niweze kuhamishia watoto wangu pale mjini, niwaondoe niwaweke kwa ile ploti. Lakini wakati nilijaribu, yule alienda kukata alienda naye, na kabla hajaenda naye nikapata mhubiri kutoka Tanzania akanitembelea, na alipolala nyumbani kwangu kesho yake akaniambia, Bwana amesema uachane na mambo ya nyundo na misumari. Sikuelewa kwa wakati huo, aliniambia. Nikamuuliza hiyo ni kusema nini? Akaniambia wacha mambo ya nyundo na misumari, kule unaenda kujenga wewe ndio unajua. Na hapo nikakumbuka nilikuwa nataka kujenga pale nyumba tu rafu ya kuishi ya matope. Ndipo nikaambiwa haya, achana naye. Nikaachana naye. Na matokeo yake baada ya miaka kadhaa, miaka mingi tu, nilisubiri ile sikuweza kujenga. Yule ambaye alinikatia hiyo miti akaenda akakula na akauza. Haya basi, alipouza akala hizo pesa, sikuweza kumdai. Wakati ambapo nasema hivyo, baada ya miaka mingi, ndio Mungu alinifanyia muujiza wa kuja mahali hapa na familia yangu. Kwa kweli sasa nimeweza kujenga nyumba nzuri hata kule Jamhuri. Kwa nini? Kwa sababu nilisikia sauti ya Bwana. Na ndio nakwambia, ukisikiliza kutoka kwa nabii ambaye ametumwa na Mungu, kwa sababu hilo neno litakuchoma mpaka rohoni, utasikia kweli huyu mtu hakusema mwenyewe, kuna mtu amesema akiwa ndani yake, na huyo ni Mungu. Ndipo Daudi anasema neno lako ni taa. Wakati neno linakuangazia na una wingi wa neno la Mungu, utajua neno la Mungu linaloletwa na unabii, na utajua ule ambao si unabii wa kweli. Ya miguu yangu, yani inaangazia miguu yangu, mahali ninapokanyaga na mahali ninapoelekea. Yani maisha yangu ya kiroho vile vile inaangaziwa katika ulimwengu wa kiroho. Mahali ninapoenda na miguu yangu ya kiroho, ninakuwa ninaongozwa na taa ya neno la Mungu na mwanga wa njia yangu. Yani sitatembea katika giza, iwe usiku iwe namna gani, nitakuwa natembea katika nuru. Kwa hivyo neno ukiwa nalo, na ndivyo Daudi aliishi na akaweza kutawala miaka mingi, na yeye ni mkufunzi wa sisi ambao tunafuata maandiko matakatifu ya Bwana. Ukiangalia katika Timotheo wa pili 3 mstari wa 19, unaona ya kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuongoza na kuwaadibisha, kuwapa adabu katika haki. Kwa hivyo kila neno ambalo linatoka katika pumzi ya Mungu lina uwezo wa kutufunza na kutuweza kutubadilisha maisha yetu, na tukae tukiwa watu wazuri na kutuondoa katika makosa, na tunajua, yani kutusahihisha kutoka katika makosa yetu na kutufanya tujue ya kwamba mafundisho ni muhimu kwetu sisi na kutuweka katika usahihi. Kwa hivyo wapenzi, ujue neno la Mungu huja kutulainisha na kutuweka vizuri tuweze kukaa na Mungu wetu. Na ukiangalia Zaburi hiyo 119 mstari wa 50, hii ndiyo taraja yangu katika taabu yangu, ya kwamba ahadi yako imenihuisha. Yaani Daudi anaendelea kumsifu na kumuinua Mungu na neno lake. Anamwambia hii ndiyo taraja, hii ndiyo baraka yangu ambayo umenipa, neno hili. Yaani hata katika taabu zangu imekuwa ndio usaidizi wangu, na imefanya nini? Imenihuisha, yaani imenipa revival, imeniamsha upya. Kila wakati ninaweza kuendelea na safari. Wakati neno unapitia hali ngumu na ukasoma neno la Mungu, ama mtu wa Mungu akakuongelesha na neno la Mungu mahali fulani, ama ukaenda ukasikiza ujumbe pale kanisani, neno moja tu hutoka linakubadilisha katika shida uliyokuwa, na unakaa vizuri. Kwa hivyo hata Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 18 inasema nini? Basi farijianeni na maneno haya, yaani maneno yaliyoandikwa katika maandiko, muwe mnafarijiana mmoja na mwingine. Wakati mtu ana shida, wakati mtu amefiwa, wakati hata kuna furaha ya harusi na mengine, mnaenda mnafarijiana na kutakia mema katika harusi yako, ama poleni kwa nyinyi mliofiwa na mkasa huu. Mambo kama hayo mnafarijiana wakati tuko katika safari katika ulimwengu huu. Kwa hivyo tufanye nini na Biblia? Sasa tufanye nini na neno hili la Mungu? Yohana 5 mstari wa 39 inatuambia kwamba muyachunguze maandiko, kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo ninayo yashuhudia. Yaani muangalie maandiko, ili msijiambie tu mna uzima wa milele na hamjui maandiko. Kwa hivyo tunashuhudia yale ambayo tumesoma na tumejifunza, na ni Bwana ametuonyesha katika Roho. Na katika Matendo ya Mitume 17 mstari wa 11 inasema wafu hawa walikuwa
eh, waungwana waungwana kuliko wale wa Thesalonike. Yaani hao walikuwa ni waungwana kuliko wale wa Thesalonike, kwa maana walipokea lile neno kwa uelekevu na moyo wa kuyachunguza maandiko. Yaani watu hawa ambao walisikiza hili neno walikuwa ni watu ambao wanaufahamu, ni waangwana. Watu waangwana ni wale wanasikiza kitu na wanatenda, na tunaambiwa ya kwamba walikuwa ni waangwana kuliko wale wa Thesalonike. Kwa nini? Kwa sababu walilisikiza neno vizuri na kwa uelekevu wakaweza kufanya nini? Wakaweza kuchunguza maandiko na kuweza kuyafahamu vizuri. Kwa hivyo wapenzi, nawaambia nini siku ya leo? Nataka kuwaambia ya kwamba kila siku waone kwamba mambo haya ndivyo yalivyo. Yaani wewe ukisikia neno la Mungu na vile ninavyofunza wakati huu, ni vizuri unaweza kusikiza na kuweza kufuatilia na kuchunguza, unajua ni ukweli. Na hapo ikiwa ni ukweli, unaendelea kukua katika roho. Katika Timotheo wa pili 2:15 tunaona jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, akitumia kwa halali neno la kweli. Kwa hivyo ni lazima ukiwa na wingi wa neno la Mungu uweze kudhibitika mbele ya Mungu ya kwamba wewe ni mtendakazi pamoja na Kristo, na hauna wasiwasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaongea neno la kweli, neno ambalo lina uhai, neno ambalo linafufua, neno ambalo linainua. Na kwa hivyo katika James 1:22, Yakobo 1:22 tunaambiwa nini? Lakini iweni ni watendaji wa neno, muwe watu wa kutenda neno vile mumelisoma, yaani wala si wa kulisikia tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Yaani msiwe tu watu wa kusikia. Yaani ukiambiwa na Mungu fanya hivi, akipitia kwa watumishi wake, wao unasema sifanyi hiyo, sifanye namna hii. Tunaambiwa tuwe watu wa kufanya kulingana na vile neno linasema. Tusiwe watu tu wa kujifanya, kujidanganya wenyewe ati tunajua na hatujui. Katika nafsi zetu, souls zetu, tunakuwa watu wa kupotea na kukaa katika ufukara wa kiroho. Katika Wakorintho wa kwanza 2:13 unaona ya kwamba nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu. Yaani tunaponena mambo ya Mungu kama vile tunajifunza sasa, hatufunzi na hekima ya kibinadamu. Tunajaribu vile tuwezavyo Roho wa Mungu ahusike katika mafunzo haya tunapofunza, na mbali tunayafundisha katika Roho, tukiyafasili mambo ya kiroho kwa maneno ya rohoni. Yaani tunaongea neno hili kama liko linamea ndani yetu, kama mizizi yake iko ndani, kama vile nawaeleza, kwa sababu linatoka katika chemichemi za uzima ndani yangu. Na ndivyo inatakiwa iwe, si mambo ya kwenda kuambia watu neno ambalo unabahatisha. Yaani wewe hauko na uhakika kama ni kweli, unabahatisha tu, unajaribu hata kuongeza mambo yako. Hapana, wacha Roho akuhudumie wakati unahubiri, wakati unafundisha, wakati unaeleza watu, na wakati unashuhudia na kuambia vile Mungu ametenda. Inakuwa kabisa ni neno la kweli, nao wanaamini kwa sababu litapenya katika roho zao, nao vile vile watabadilika kama ulivyobadilika. Katika Timotheo wa pili 4:2 unaona, lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa karibia. Yaani neno la Mungu hauhubiri wakati wewe unapenda, unahubiri wakati unafaa na wakati usiofaa, kwa sababu unaweza fika kwa watu wengine hawajalijua neno na hawataki kusikia. Hata huko waambie kuna Mungu. Mahali pengine unaweza tembea ukute watu wamekaa gizani, wamenyamaza, wanafanya mambo yao. Amuka mara moja, kwa sababu neno liko ndani yako. Lihubiri neno ile hata wakati usiofaa. Wanafikiria utakiwi kufanya hivyo mahali hapo, fanya hivyo, waeleze neno. Kwa hivyo neno lazima liwe ndani yako, na vile vile wakati unaofaa, wakati umealikwa mahali ukahubiri, nenda ukalinene neno la Mungu. Kwa hivyo wakaripie. Kama wamekosa, waambie mmekosa. Usiwadanganye, usiwapake sabuni na kuwapaka blue band. Alikuwa mzuri, hamko vibaya, hamko sawa. Kama kuna dhambi, Roho wa Mungu anakuambia hao watu wana dhambi, waambie wana dhambi, waambie watubu. Hapana wabembeleza, hamuendi nao mbinguni. Kila mtu atapiga goti mbele ya Bwana, lakini kama hukumwambia, damu yao itakuwa juu yako. Hivyo ndivyo neno linatufunza. Kwa hivyo wakati Mungu amekutuma mahali, uende ukawaambie watu habari njema, waambie ukweli vile Bwana amekuambia.
Sio kulalaga wiki nzima unajipanga vile utaenda. Sasa hawa nimealikwa huko na nitaenda kuwafundisha nini? Unafikiria alafu unasema nitaenda kuambia mambo hii. Unaenda unapanga vile wewe unafikiria. Hiyo tunaita theology, mpango wako katika akili. Hata ukienda huko, hata ukiwaambia unakuta hiyo nyumba ni kavu kabisa. Hata ukienda kumalizia, jiachilie kwa Mungu. Anajua hao watu wanahitaji ujumbe gani, na katika wewe umesoma neno la Mungu liko ndani yako. Ukifika tu pale, Mungu atakupa tu moja laini akufunulie, na mambo yote uliyokuwa nayo umeficha neno la Mungu ndani yako, ili usije ukatenda dhambi. Iko ndani. Mungu mwenyewe ataanza kuitoa ukihubiri na kuwaeleza na kuambia, na utaona tayari wale watu wengine wanaingia katika hukumu, wengine wanatubu, na wengine wanasema Bwana, tunaomba msamaha, wakati unaendelea kuhubiri. Lakini wakati unahubiri unaona kanisa bado ni kavu, tafadhali jiulize, ni wapi umekosea? Ni kwa sababu neno la Mungu haliko ndani yako. Wewe unapangaga ile unataka kufunza watu, the human doctrine. Wewe ndio unapangaga hizo. Kwa hivyo hiyo hauguzi watu rohoni, unaenda kuwafunza. Ni kama darasa la kujifunza hesabu za kikwetu. Kwa hivyo wapenzi, neno la Mungu ni tofauti. Neno la Mungu linahitaji Roho Mtakatifu kwa sababu ni moto utokao ndani. Hata kina Petro na wengine, hata ingawaje walikaa na Yesu miaka 3.5 wakiwa na yeye akiwafunza, hawangeweza kutoka nje wakafunze vile walikuwa wakisikia. Hawakuwa na uwezo huo, hata ijapokuwa wakati mwingine walikuwa wakiwekewa Roho kwa muda mfupi alafu wanarudi. Sasa ili lazimu wakae chini wangoje Roho wakiwa chumba cha juu. Na wakati Roho aliingia, ile maneno yote Yesu alikuwa amewafunza ilianza kuchemka kama moto. Wakatoka, hata lugha zao zikabadilika, kwa sababu moto wa Roho unapoingia na neno la Mungu liko ndani yako, kwa sababu Yesu alikuwa ndani yao, basi inakuwa rahisi. Wale watu wakachomwa na neno la Mungu, wakauliza tutafanya nini ili tuweze kuokoka? Biblia inasema siku hiyo wakaokoka 3,000. Siku ingine waliofanya ikaokoka 5,000. Watu wakaendelea kuongezeka katika Injili. Wacha kwenda na ukavu kufundisha watu wa Mungu, kwa sababu hausomi Biblia. Unaenda tu kujitafutia majina, bishop ama kibishop ama what. Hapana, wacha hiyo majina watu wakuite, si wewe ujiite, kulingana na vile ambavyo Mungu amekuhudumia uweze kuhudumia watu hao. Majina ikupeleki mahali popote. Halo Bwana, basi wakemee kama wanatenda maovu na kuwaonya kwa uvumilivu wote wa mafundisho. Usitoke nje ya mafundisho, wafundishe na uwaeleze na uwakemee kama wanafanya vibaya. Waeleze kwa uvumilivu bila uoga. Na katika Zaburi 1:2 inasema, bali sheria ya Bwana ndiyo ipendezayo, na sheria yako huitafakari mchana na usiku. Kwa hivyo ile ya Bwana, sheria ya Bwana, kwa sababu niliwaambia mambo ni matatu: kuna amri na kuna sheria na kuna hukumu. Mambo hayo, sheria ya Bwana, wacha ya wanadamu. Tunaambiwa sheria zingine za Musa ziliondolewa ili wakati Yesu aliangikwa msalabani, lakini kuna sheria za Mungu ambazo hizo zinafaa sana na tuweze kuzitafakari kila wakati. Wakolosai 3:16 tunaambiwa nini? Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Hiyo inakuambia usome Biblia kwa wingi kila siku. Soma hata kama ni laini 2-3, soma. Lakini usikae tu unangoja Jumapili uende na kalamu nyekundu ama mark, ili pasta akisoma mahali unaweka laini, ama yule anahubiri siku hiyo unaweka laini ati ulisoma. Sasa hiyo Biblia yako ikionekana inaonekana ina maua mingi na laini mingi na hujasoma hata uelewi. Wewe huwa tu na kalamu nini na vitabu notes unaandika, na ukifika nyumbani ya usomi hata hizo notes. Hizo notes unasoma zinatakiwa unaenda unafanya kitu tunaita kurudia reference. Unaangalia alifunza hivi, ni kweli? Unafanya kama wa Thesalonike na kama watu wa Berea, unaangalia pana ukweli katika neno hili, unaangalia alisema hivi, unadhibitisha na maandiko, na hivyo ndivyo na wewe unazidi kukua katika neno la Mungu. Kwa hivyo kwa Wakolosai wakaambiwa neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Hawakuambiwa neno la Yesu. Look here, nawaambia kila jina unaangalia katika maandiko. Neno la Kristo, neno la Roho liwe kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote, wisdom yote ya Mungu, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimuimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu.
Kwa hivyo wakati hata mko kanisani mnamwimbia Bwana zile zaburi na nyimbo za kiroho na vile vile tenzi za rohoni, mnaimba mkiwa na furaha, kwa sababu hata hiyo ni Biblia imetafsiriwa katika nyimbo. Mnaimba mkiwa mbele ya Bwana. Na kwa hivyo wapenzi, na kuja nikumalizia, ninasema nini? Ninasema katika Zaburi 119 mstari wa 11, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kwa hivyo neno la Mungu likae ndani yako na liwe linakukumbusha wakati wote usije ukatenda dhambi. Na basi ukiipenda Biblia itakutenganisha na dhambi. Ukipenda Biblia itakutenganisha na dhambi. Hamwezi kuwa na urafiki na dhambi. Kama sivyo, dhambi itakutenganisha na Mungu. Ikiwa wewe hutaki Biblia, basi wewe na Mungu hamwezi kupatana, na mtakuwa Biblia hauwezi hata kuisoma, hauna maana naye. Wewe ukisoma katika Zaburi hiyo 119 mstari wa 9 inasema, wewe umetoamuru mausio yako ili sisi tuyatii sana. Mungu ametuambia mambo yake hayo yote, ametufundisha kuhusu Biblia na neno lake ili tuweze kuyatii kabisa sana tena. Shuhuda zako nazo ndizo furaha yangu na washauri wangu. Kwa hivyo ushuhuda wa Bwana, maandiko matakatifu, hayo ndiyo yanatusaidia katika safari hii. Wapenzi, tutakoma hapo. Tumemaliza somo letu la Biblia, na Mungu akipenda tutaanza kujifunza serikali ya Mungu, yani kanisa, wakati ujao, nasi tuweze kuendelea kuwa watu wa kukua katika kula chakula cha kiroho, kwa sababu tayari tumeondoka katika hali ya maziwa. Sasa sisi tumekuwa disciples wa Yesu Kristo. Mungu awabariki sana. Hebu tuombe. Mungu Baba, katika jina la mwanao, ni asante kwa sababu ya neno lako siku ya leo. Umetufunza Baba yaliyofaa kwa wakati huu Bwana, na neno lako ambalo lina nguvu linatuweka Baba tunaweza kuishi na kuwa zinahuisha hata moyo wetu Bwana, tunakuona kwa undani zaidi. Baba, tunakuomba utuzidishe na upendo wa kusoma neno lako Bwana, ili iwe nuru katika miguu yetu na vile vile ituangazie ikiwa taa yetu. Ni asante Bwana, yeyote anayesikiliza neno hili siku ya leo Baba atapata ukombozi, na aweze Baba kuwa na nia nzuri ya kukutafuta kwa bidii, na wingi wa neno lako Baba ukawa ndani yake. Yote hayo ataweza kuhubiri wakati ufaao na wakati usiofaa, kwa sababu Baba utakuwa unaishi ndani yake. Yote hayo tumeomba tukijua Mungu wetu itakuwa ni baraka kwa wote watakao kutafuta katika ulimwengu huu Bwana, kwa sababu ya ulimwengu ujao. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Amen.